Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, uwezo wako Bwana Jehova Jireh ni wa ajabu. Asante kwa sababu ya kutuchagua na kutuita na kututuma katika kazi yako, na ukatupa kila aina yote ya skills ya kufanya kazi yako. Material zote Bwana Jehova Jireh, kutoka katika neno lako lile ulivyosema ya kwamba neno lolote lililotoka katika kinywa chako Bwana ni uzima, ni uhai wakati tunapoipokea. Lile neno wakati tunapolipokea tukiwa wagonjwa, linatufungua katika magonjwa yetu, linatufungua katika kifo, linatufungua katika jambo lolote isiyoleta amani ndani yetu. Twasema wewe ni mwaminifu na twasema wewe ni mwenye nguvu. Ulitupa amani tangu mwanzo, ukatupa furaha tangu mwanzo, na ndio na maandiko yako inatuambia kwamba umetupa amani isiyopatikana kwa mwanadamu hapa ulimwenguni. Tena ukatuambia kaeni katika furaha, na tena furahini siku zote. Asante Mfalme, kwa sababu haya yote kwa wale wote walioamini, hiyo nguvu ya hiyo neno inafanya kazi ndani yetu. Na imo ndani yangu Bwana mabadiliko makuu, uwezo mkuu wa kufanya Bwana Jehova Jireh. Wakati wote tunapofanya kazi yako, tunafanya tukiwa na amani, na tunafanya tukiamini ya kwamba watu wako Bwana Jehova Jireh watalipokea. Ni kwa sababu sio sisi tunenao, sisi ni wajumbe tu wa kupeleka ujumbe wa mwanakondoo wa Mungu Kristo Yesu, kulingana na vile alivyokufa akazikwa na akafufuka, na akafanya jina la Bwana liweze kutukuka kila mahali ulimwenguni. Pokea sifa kuwapitia mitume, nasi tukapokea hiyo neema. Nayo hiyo neema imetupa uhai ndani yetu, imetufanya tukaweze kuwa tofauti na ulimwengu vile ulivyo. Asante Mungu wangu na Baba yangu, umetuponya, umetufungua, umetubariki, umetuinua, umetufanya umetufanya kuwa watakatifu, umetupa uwezo wa kuitwa wana, umetusamehe dhambi, umetuondoa katika kifo, katika ugumu wote wa maisha. We disofferity diconsentiva alosity diconsolovanity in the rise terpeta elicosete maringaziti edai tu livenity thy Father. Pokea sifa Bwana wangu kwa uwezo wote na kwa nguvu zote Mfalme Jehova. Hakuna Mungu kama wewe. Ninaomba ni kwa sababu ya wale wote Bwana Jehova Jireh wanasema asubuhi ya leo hawana uwezo, na waombea Bwana leo neno lako likihubiriwa waweze kulipokea na liweze kuwa msaada wa kuwapa nguvu na kuwapa mamlaka. Ni kwa sababu wakati wote tunapoamini lile neno linatufanya kuwa linatubadilisha na kufanyika kuwa viumbe vipya na kuwa na nguvu na mamlaka katika maisha yetu wakati wote. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Haleluya. Jana tukasoma neno la Bwana katika kitabu ya Ephesians 6, na sasa hivi mahali tuliachia hapo ndipo kwanza ninataka kugonga kidogo. Tuliachia katika Ephesians 3. Ephesians 3 verse Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Neno likasema, nisome na Kiingereza halafu tusome kwa Kiswahili. Ephesians 3:20 inasema, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Hiyo neno linanifurahishanga. According to the power that worketh in us. According to the power that worketh in us. Ndani yangu there is power work in me. There is power working
Asante sana Caroline. May God continue blessing you with others. Hallelujah. Nashukuru Bwana. Namba 3 hiyo nikisoma na Kiswahili ya kanika good news kale kahutho ka good news ni mwekoi kahudhuma kanasema 3:20 ngiri mustari wa 20 tumwira tukatigaga ihenya haraka ndio ilitufanya tuweze kujikuta katika madhara. Ninakuwa na Jose naniambia uko ndani watching, be blessed. Ninaona huo mstari wa 20. Acha ni utafute. Unajua hata tukiwa na macho ine saa ingine, ati kwake yeye ambaye kwa nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu aweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale tuwezayo kuomba au kufikiria. Bwana asifiwe. Anaweza kufanya mambo makubwa na mambo mengi, bora tu umeelewa. You are strong in him. Wakati tumetambua sisi tumefanyika kuwa wenye uwezo na wenye nguvu ndani yake, hakuna kitu ingine itakuletea matiso katika maisha yangu. Ni kutambua na kuelewa ya kwamba haleluya, ni kutambua na kuelewa ya kwamba ati to him in good news and brother to him who by means of his power working in us is able to do so much more, is able to do so much more, hallelujah, much more than we can ever ask for or even think of. Hata yale ya kufikiria, hata yale ya kufikiria na ile umeitisha, Mungu ako na uwezo wa kufanya makubwa, mambo ya ajabu, mambo manene, mambo manene sana. Kiswahili sanifu. Ako na uwezo, ako na nguvu. Na ndio ninakumbuka mahali fulani anasema ya kwamba sisi hatujui vile tunafaa kuomba, sababu tunafikiria vile tumeomba hivyo ndivyo anafikiria. Lakini maandiko inatuambia kwamba, nikisoma King James anatuambia kwamba huo mstari wa 20 ati now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, above all that we ask and think. Leo, siku ya leo, mambo yale inaweza sema nini? Mambo yale yatachipuka sababu imefichwa ndani yako. It is in you, kwa sababu kazi yake yeye, he is working in you. Kwa hivyo kama you ndani yangu, mambo yale nitakayo yafanya ni makubwa kuliko yale ninayofikiria ama nimeomba. Bwana asifiwe. Ati now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think,
according to the power that worketh in us. Kwa hivyo, if this power is not outside us, it is in us. This power is in us. Hii nguvu na uwezo na hii mamlaka yote tutaisema iko ndani yetu, haiko nje yetu. Chochote kilio nje yetu hakiwezi kutusaidia. Bwana asifiwe. Tunasaidiwa na chochote kile kilicho ndani yetu. Chakula iliyo nje haiwezi kutusibisha. But wakati ule tumepata jana tumekula ndio tunasaidika. Kisugusugu inaondoka. Kuona nyota kidogo kidogo inaondoka. Kuumwa na kichwa inaondoka. Kwa sababu gani? Umeshiba. Umepokea chakula kile kilikuwa kinahitajika. Wakati wowote sisi, mimi na wewe tunaoamini Kristo Yesu alikufa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Haleluya. Na sasa leo alifufuka. Wakati alipofufuka aliingia ndani yetu. Na wakati alipoingia ndani yetu, sasa wakati ndio anafanya kazi yake ndani yetu. Kwa hivyo mambo yale anayafanya yule aliyefufuka, yule aliye na uwezo wa ufufuo, yule aliye na nguvu ya kushinda kifo na mauti, yule aliye na nguvu ya kufanya yule muovu ibilisi akaweze kumalizika. Neno linaniambia yu ndani yangu. Na ndio ile neno wakati tunapolisoma tunasema ya kwamba anaweza kufanya mambo makubwa, mambo ya ajabu kuliko vile sisi tunavyofikiria, tunavyowaza, tunavyoona, tunavyo tafakari. Ili kitu mimi naweza kukuomba wewe ni kitu moja tu. One thing. Hata kama anaonekanaga kama saa ingine anakawia. Haleluya. Endelea na kukaa pale. Endelea na kutulia hapo. Endelea na kukaa pale. Endelea na kuamini hivyo neno limeandikwa. Endelea na kukaa ukijua ya kwamba hakuna neno lingine litakapokuja katika maisha yangu liweze kutenda kazi isipokuwa tu hili ameliandika. Hakuna kitu kingine. Hakuna neno lingine lolote. Bwana asifiwe. Neno lile lililo na msaada katika maisha yetu ni lile limeandikwa. Msaada wangu uko katika hilo neno limeandikwa, na hakuna lingine litaandikwa, na hakuna lingine litaweza kukuja jipya. Neno ni hili tu limeandikwa. Kwa hivyo hatugoji kile kitakao kuja. Bwana asifiwe. Tunafaa kuelewa tuatumainia chenye tayari kiko ndani yetu. Hakuna Yesu mwingine atakaye kuja. Yesu yule ameandikwa katika Biblia ndiye tu ako na ndiye alikuwa na ndiye atakuwa. Bwana asifiwe. Na hili neno mnaliona hapa, tumelisoma miaka mingi, wazazi wetu akina Adamu, wale wengine wote. Hili neno ndani ya Biblia ndio liliandikwa, na hakuna lingine litaandikwa, ni hili tu. Kwa hivyo usidanganywe na mtu akikwambia kwamba haleluya, Bwana asifiwe, ate kuna kitu kingine utakapokipokea kipya. Ate mtu anakuambia niliota jambo jipya litakuja. Hakuna jambo jipya, ni kile tu kiko hapa. Hata hicho anakuambia anafikiria, na kuambia hakuna, ni hitu. Hakuna kafa kweroma
Afadhali kuambiwa ukweli, kwa sababu hakuna ukweli mwingine utakapopatikana, hakuna ukweli mwingine utakapoonekana ama utakapoelezwa. Ukweli ni huu tu, uko ndani ya Biblia. Na yule aliyeliandika alisema ya kwamba ate neno hili ndiyo pumzi yake, na hiyo pumzi yake iko hapa ndani, ndio uzima kwetu, ndio uhai kwetu. Kwa hivyo hatutafuti uhai mwingine, uzima mwingine, baraka nyingine, nguvu zingine, mamlaka mengine, miracles and wonders zingine. Hapana, ni zile tu zimeandikwa hapa. Usidanganywe na mtu. Na mtu asikupatie maneno yake akikwambia vile alikutana na Mungu na Mungu akamwambia. Kama akwambii kulitokana na hili neno, anakudanganya. Hizo ndoto watu wanaotanga wakisema ati niliota malaika pande ya kulia na pande ya kushoto, na walikuwa yani wakati huo nilikuwa nimefunga, malaika walikuwa yani wamekaa wametulia hapo wananitazama wamenikalisha. Aterere mwere akwa ni maandiko ini kiuma ine nake tigana nakio. Hiyo yote imetokana na yeye, wachana nayo. Kama neno hajakutolea hapa ndani ya Biblia, hata kuigiza kwa maneno ya traditions, uanze kuambiwa uende ukawe circumcised mara ya pili. Uthi ugakiruwe rita riake ariwe mundurume na mundu mukathia karuwe. Ukwirwo maundu maingi muno maria matari thiini wa maandiko. Hallelujah. Bwana asifiwe. So ni vyema sana tuweze kutambua yale yote tunayoyasikiliza na tunayoyapokea ni mambo ya aina gani inayoingilia katika masikio yetu, tunayoyapokea kuingia katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Nakupenda na ndio ninakuambia haya, sababu tumedanganyika. Tumeambiwa mambo mengi kabla tufike mahali tumefika, kabla tufikirie na tutamani kujua yale yamefichwa ndani ya hii, tuweze kuelewa yale yameandikwa ndani ya hii Biblia. Watu wa Mungu, acheni mwambie, tumedanganywa. Haki yetu ilichukuliwa na watu walio na kiburi. Watumishi wamejaa kiburi. Watumishi wamejaa kujipenda. Na ndio wako wengi, sisemi ni wote, ni wengi. Ni wengi miongoni mwa wale wameitwa na Mungu. Ni wengi sana miongoni mwa wale wameitwa na Mungu. Kazi yao ni kudanganya. Kazi yao ni kuimba mioyo ya watu. Kazi yao ni kuharibu uhusiano wa watu wengi, uhusiano wa Mungu wa watu wengi, na kuwaletea confusion. Hallelujah. Kwa hivyo ni vyema sana uweze kujua ya kwamba katika kitabu ya Romans 10 inasema ya kwamba mtu ni mmoja unafaa kumsikiliza. Mtu huyo ni nani? Yule ametumwa katika maisha yako. Ametumwa. Uende uanzie Romans 10 from 14. Utaweza kuelewa. Huyo tu ndiye anaweza kukuongoza na kukuonyesha Kristo ni nani, na the mind of Christ, the mind of God tutaipokea in Christ, katika ndani ya Kristo. Wakati anakuelekeza kazi ya Kristo ndani ya moyo wako, ndio utatambua Mungu ni nani. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba tutamjua Bwana kumpitia Kristo. Kwa vile Kristo ndio mfano kamili katika kitabu ya Hebrews 1. Kristo ndio mfano kamili vile Mungu alivyo. Na hakuna mtu ameshawahi muona Mungu.
Usidanganywe na usidanganyike. Neno linasema hakuna mtu hata mmoja hivi ameshawahi ona Mungu isipokuwa tu mwanae Kristo Yesu. Yesu akasema katika kitabu ya John, yeye tu ndiye tu ameshamuona Baba. Bwana asifiwe. Again, hakuna hata mtu mmoja hivi ameshawahi toka mbinguni akakuja ulimwenguni, ama akatoka hapa akaenda mbinguni. Pole. Hakuna. Hata hao mnasemaga akina nilijua hiyo ni vita kali sana, ninatangasa. Akina Enoch, hakuna aweshawahi enda mbinguni na mwili. Hakuna. Biblia inasema katika kitabu ya Hebrews ya kwamba Hebrews 11, na hao wote walikufa katika imani. Hallelujah. Enda usome. Kwa hivyo mtu wa Mungu, yule Mungu alisema, huyu ndiye mwanangu ninayempenda, msikizeni. Honor Christ. Aliondoa Musa na akaondoa Elijah. Akasema wakati wa sheria umekwisha. Wakati wa manabii umekwisha. Sasa yule amebaki ni yule anayeitwa uzima wa milele, Christ Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sina cha mkononi na kwenda kaburini. Nikae pamoja naye. Nilikufa pamoja naye wakati nilipoamini kazi yake kikamilifu kulingana na vile alivyo. Alinifanya nikaweza kukaa katika pendo lake yeye, katika nguvu zake. Sasa nasemaje? Nasema hivi my dear. Hallelujah. Hii Kiswahili nasikia kikiwa kirahisi. Ate kwake yeye ambaye kwa nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu. Kuna nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu. Na ndio nilikuambia pale nikasema, ati tunapokea ile nguvu wapi? Tunapokea huo uwezo namna gani? Tunaupokea wapi? Nasema hivi, tunaupokea katika yeye. Bwana asifiwe. Katika yeye nani? Katika Kristo. Anasemaje? Kwake yeye ambaye kwa nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu aweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale twawezayo kuomba au kufikiria. Hata wakati umeomba, mtu wa Mungu, kuna jambo nilikuja kutambua. Hata wakati nimeomba, hata wakati ule ninasema nimeamini, nijue ya kwamba kuamini kwangu hakuja tosha. Utosherefu uko wapi? Uko ndani ya Christ. Utosherefu sababu kuliko yale umeomba. Kwa hivyo wewe unafikiria wewe ndiye uko na utosherefu wote, wewe ndiye uko na answer yote. Hapana. Christ anaweza expand. Anaweza expand kuamini kwako, hiyo kitu umeamini, aweze kutenda kikubwa cha maajabu kuliko vile ulivyokuwa unafikiria. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kutenda mambo makubwa. Hata wakati huu ninaongea hapa, ninaongea nikijua ya kwamba ukweli, kama mwanadamu niko na kipimo. Kama mwanadamu kuna mahali siwezi pita. Na wakati nimetambua ati kama mwanadamu niko na mahali siwezi pita, kama vile wakati nilipokuwa mwenye dhambi, kuna jambo singeweza kuifanya. Nilikuwa nimefika mwisho. Adam and Eve walifika mwisho wakati walikula tunda na wakaanza kujificha na wakaondoka katika shamba la Edeni. Walienda sasa makarema wakagoa. Karema makagoa olia maregoa matiramaka. Walienda tu pasipo kujua wala kutambua wameenda wapi, itakuwa namna gani. Sasa wameanza kujiona vile hawakuwa wanajiona. Kwa hivyo katika ndani yao
walifika mwisho. Mwanadamu ako na nafasi ya kufika mwisho. Kijana mpotevu alifika mwisho na akasema, nimetambua. Sasa nikikosa kuchukua hatua ingine, nitakula pamoja na nguruwe. Nimeanza kutamani kukula na nguruwe. Nimeanza kukula na nguruwe. Sasa ikifika hapo, mimi nimefika mwisho. Sasa nitarudi kwa Baba. Wakati mwanadamu anayefika mwisho, hapo ndipo chanzo Mungu naye anaanzia kazi. Wakati unaona umeamini ya kutosha, na sasa hakuna jambo lingine, sasa ni kukimya. Tulia. Yeye achukulie from there na afanye kazi yake from there kulingana na vile yeye mwenyewe anavyohitaji. Upendo wake ndani yako. Kuna mamlaka makuu yaliyo ndani yetu, yale Bwana ametufanyia tukaweze kutambua utukufu na nguvu na mamlaka yake. Yeye ni mpendwa wangu. Na wacha nikuambie, kuna lango nilisema sitawahi kulifunga. Kuelewa na kujua mahali nimefika, ama vile nimeomba, huo ni mwisho wangu. But anaweza fanya exceedingly abundantly above, hallelujah, what we think. Iyo yangu ni kidogo, lakini yeye akona uwezo na nguvu na mamlaka ya kufanya exceedingly abundantly above all that we ask or we think. Akona uwezo wote. Hallelujah. Sina kipimo sasa. Siwezi mpimia nimwambie utafika hapa. Hapana. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuamini neno hivyo lilivyo tu. Hivyo lilivyo Baba, nimeamini. Ati unaweza fanya mambo makubwa, maajabu, kupita akili zangu, kupita maombi yangu, kupita kuamini kwangu, kupita kila kitu. Hallelujah. Bwana hatoshani na mimi. Watu wengi wanatoshanisha Mungu na wao. Watu wengi wanafikiria vile wameomba, vile wamesoma neno, vile wamehubiri, vile wamefanya miujiza na maishara, wakafikiria hivyo ndivyo Mungu ametosha. Hapana. Mungu ni mnene. Neno linatuambia ya kwamba, Bwana asifiwe, ati uwezo wake haupimiki. Vile umeenda juu, vile umeenda chini, vile umeenda upana, wokovu Bwana ametupatia haupimiki, hauna kipimo. Usipime wokovu wako. Umeamini juu sana kuliko vile unavyofikiria. Bwana asifiwe. Kiti umekalia ni kikuu, kina mamlaka, kina uwezo na nguvu. Wacha kupima yale yote unayoyapitia na fedha, sababu hauna. Wacha kupima imani uliyo nayo na uwezo ulio ndani yako na nguvu zilizo ndani yako na ndoa yako vile ilivyo. Bwana asifiwe. Wacha kupima na vile wewe na wazazi wako mnavyopelekana. Usipime hata na fedha zile unazo katika bank, millions and millions. Yesu Kristo amepita hayo. Walikuwa wa matajiri akina Abraham, walikuwa matajiri wakuu akina Moses,
Akina nani wengine? Akina David, akina Solomon. Walikuwa wametangazwa vile walikuwa na mali nyingi. They were rich. Lakini hakuna mmoja wao alifufuka. Hakuna. Wote walilala na wakalala. Lakini huyu tunanena juu yake, alikuwa tajiri. Na hata leo hii tuko nawe hapa ni tajiri. Kwa nini asema hivyo? Yu ndani yangu na muhisi. Ni tajiri kuliko Solomon. Ni tajiri kuliko David. Ni tajiri kuliko Abraham. Ni tajiri kuliko akina Adam and Eve. Wale walikuwa wamepewa mamlaka na nguvu yote juu ya shamba la Edeni. Ni tajiri. Na ni kwa nini nimesema ni tajiri? Kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufufuka kutoka kwa wafu. Kwa hivyo ni tajiri sana katika mambo ya rohoni. Ni tajiri sana katika mambo ya rohoni. Na ndio hata kile sisi ametukirimia ni kitu mmoja ameatuandikia ndani ya Ephesians 1:3. Ati ametupa baraka zote ametupa baraka zote za rohoni, sababu yeye ni tajiri na mambo yote ya rohoni. Oh, haleluya! Ni tajiri kwa mambo yote ya rohoni. Ako na uwezo wote. He has knowledge, wisdom. Hallelujah. Revelation ni yeye. Kwa hivyo, kwa yote amefanyika kuwa. Bwana asifiwe. Na yeye yu ndani yangu. Paka akatuambia katika neno ya kwamba, wacha tulisome neno katika kitabu hapa ya Kikuyu. Nilikuwa ninaisoma hapa na nikaona kuna kitu moja inasema katika ile Ephesians tulikuwa tumeisoma, Ephesians 6:10. Wacha nisome kidogo na Kikuyu. Uhoro wa kurigereria ni atiri, giaga ina hinya thiini wa Mwathani, mukihotithagio na uhoti wake. Giaga ina hinya thiini wa Mwathani, mukihotithagio na uhoti wake. Hivyo ndivyo anatuambia katika kitabu ya Corinthians, katika kitabu ya 1 Corinthians. Wacha tuangalie na wewe, sababu sitaki kusoma Kikuyu sana. 1 Corinthians inasemaje? Tasoma Kikuyu na tusome Kiswahili. Wacha kwanza nifungue Kiswahili. Hii ninasema ni rahisi. 1 Corinthians. Wacha tuone vile neno linavyotuambia. Mimi nafurahia neno la Bwana, sababu neno la Bwana ndio mwelekezi mwema katika maisha yangu. Na pasipo yeye, neno la Bwana, haiwezekani mimi nikatambua siri imefichwa ndani ya andiko. Na ndio watu wale wote wananena kinyume na mapenzi ya Bwana. Wakati wanaponena, ninatambua na kuelewa, huyu mtu amekuja kuimba moyo wangu. Huyu mtu amekuja ndio aweze kunikoshesha kukaa katika uwezo wote wa Mungu. Katika hiyo 1 Corinthians 16, 1 Corinthians 16 mstari huo ni wa ngapi? Ni wa 13. Mstari wa 13, 16:13 inasema 10, 11, 12, 13 inasema, kesheni, simameni imara katika imani, muwe hodari na wenye nguvu. Haleluya. Kiingereza inatuambia kwamba be alert
Stand firm in the faith. Be alert. Stand firm in the faith. Be brave. Be strong. Do all your work in love. Bwana asifiwe. Nikienda kukisoma katika wacha tuangalie na wewe hapa. Katika hiyo 1 Corinthians 16 hiyo nikisome na hii Kiingereza watu tumekizoea. Inasema watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Hallelujah. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkae hodari, murugame tarumeki. Simameni kabisa pasipo uoga. Hivyo ndivyo neno linakwambia. Simama imara pasipo uoga wowote ule. Kuwa kiume kabisa. Kuwa na moyo. Na wacha nikwambie, hapa tatuongei juu ya wanaume. Unajua Mungu alitupa roho wa kiume. Roho wa kiume ni roho wa nani? Roho wa mwanae Christ. Ndio roho wa kiume. Kwa hivyo ni roho wa saba. Ni mundu gukwitwika hondari, kweni hondari. Bwana asifiwe. Usiogope kitu. Fanya kazi ya Mungu pasipo kuogopa. Simama imara. Nena yale unayoyanena, kwa sababu yule anayefanya uweze kuinena yu ndani yako. Bwana asifiwe. Ndani yake kuna uwezo wote na uzima wote na ukweli wote. Haleluya. Fanya hiyo kazi yake pasipo kuangalia wala kutegemea kitu chochote kimekuzunguka. Mtegemee tu yeye, Bwana Mungu wako. Yeye ndiye muweza yote. Yeye ndiye amekufanya kuwa vile ulivyo. Amekuita, akakuchagua, akakutuma. Haleluya. Akakusafisha mwenyewe na neno lake. Na ndiye anakuambia kwamba ati watch, stand fast in the faith. Simama imara katika imani. Yes. Kuwa hodari. Kuwa na moyo, roho wa kiume ndani yako. Roho wa Kristo. Moyo wa Kristo. Nguvu za Kristo. Mutwike arumeki. Mutikenye nyuni kendo onake. Hidiria yote turario horoyo wa Kristo. Tukiagereire ni kumakio ni undu ona uriku. Wakati wowote tunaponena haya ya Christ, hatufai tuweze kutingizwa wala kuhofishwa na kitu chochote. Iwe ni magonjwa makubwa, iwe ni nyumba iko na shida, iwe ni kanisa liko na shida, hubiria wale walio hapo. Hata kama ni mmoja, hubiria kama utamuhubiria kesho. Bwana asifiwe. Usiogope wanaosimama na kuingilia na kukukomesha na kujaribu kukumaliza. Usiwaogope. Hubiri. Kesho yake itafika. Mungu akionelea ni vyema uendelee kuhubiri. Hubiri. Haleluya. Hata Yesu alikuwapo na akahubiri pasipo kuogopa. Alisimama kama mwanaume. Alifanya kazi ya Mungu pasipo jambo lolote la kumfanya aweze kutingika wala wala kutoroka yale alikuwa anakutana nayo. Alisimama kiume, alisimama kidete. Bwana asifiwe.
Na siku yake ya kufa wakati ilifika, alikufa akiwa amesimama kwa imani. Alisulubishwa akiwa na imani ya kwamba hata kama mumenisulubisha na mkaona kama mumenimaliza, ngojeni, baada ya siku 3 mtaona mamlaka na nguvu na imani iliyo ndani yangu. Uwezo wa Mungu na ufalme wake mtauona hadharani kutoka udani wangu. Na ni ukweli, baada ya siku 3 Kristo alifufuka. Baada ya siku 3 Kristo ameonyeshana utukufu na mamlaka iliyo ndani ya Mungu kupitia yeye. Bwana asifiwe. Anakuambia kuwa hodari. Kuwa hodari sababu anajua ya kwamba be alert. Anajua ya kwamba yeye ukimwamini yeye yule aliye ndani yako, utafanyika kuwa kile Yesu alipokuwa. Na wakati Yesu alipo ndani yangu, aliyo ndani yangu, mimi nimefanyika, nimeshafanyika, nimeshakuwa, nimeshahesabiwa one in him. Niko ndani yake na yeye yu ndani yangu. Uwezo wake, uwezo ni wake, lakini umefanyika wangu. Uzima ni wake, lakini umefanyika wangu. Haleluya. Utumishi ni wake, lakini umefanyika wangu. Kwa nini? Sababu yu ndani yangu. Yani utajiri ni wake, lakini umefanyika wangu. Umaskini wangu wote wa mawazo na wa mwili na wa kila mahali wa moyoni umeondolewa. Bwana asifiwe. Uoga wote umeondolewa. Nikapokea nini? Nikapokea nguvu. Haleluya. Nikafanyika kuwa brave. Nikafanyika kuwa hodari kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Wacha tusome neno lingine katika kitabu ya 2 Timothy. 2 Timothy. 2 Timothy 2:1. 2 Timothy 2:1. 1 and 2. At thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Naona narudiliwa tena. Be strong in the grace that in Jesus Christ. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Number 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Hallelujah. Na ninafurahi hata siku ya leo tuko na witness inayoenda kuendelea katika pande ya shoka. Sababu kuna watu wamekaa chini, tukawafundisha, tukawaelekesha. Sasa ni wakati wao wa kwenda, kwa sababu wameshakuwa strong, wameshakuwa able. Bwana asifiwe. Ati hawaogopi kamwe. Watatoka na watawin. Wataenda kuwin souls zile zilizo katika giza. Watabadilisha mioyo ya watu wengi na kuyafanya waweze kuelewa na kutambua kazi ya Kristo ndani yao. Na watambua kwamba Kristo yu ndani yao na anafanya kazi ndani yao, na wako na mamlaka ya Kristo ndani yao.
Bwana asifiwe. Ati na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Anamwambia mambo yale umeyasikia kwangu, kuna mambo amesikia kwetu hata sisi. Na hiyo ndio wanatoka waende wapelekee wengine. Sababu hii kazi ni ya kuachania. Kristo alituachia. Aliachia mitume. Mitume wakaachia wengine. Wengine wakaachia wengine. Paka nikafikiwa na mimi naachia wengine. Si kukula tu na kukunywa. Si furaha tu ya mambo ya ulimwengu. Tuna kazi kubwa ya ajabu ya kufanya. Ile tuliachiwa, ile tulisikia, ile tunaendelea na kuyasikia. Ati kwangu mbele ya mashahidi wengi. Hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Hiyo ndio ile kazi. Si kuwa tu hodari nionyeshane uhodari wangu katika ulimwengu, ama nikae kimya nikiwa holy, lakini sionyeshani holiness yangu imetoka wapi. Sionyeshani strength hii imetoka wapi. Ninafaa niende niwaonyeshe ya nimefanyika kuwa strong, nimefanyika kuwa brave, nimefanyika kuwa mighty kwa sababu ya neno hili, kwa sababu ya huyu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tunahitajika. Wakati wote tuweze kuwa tunafanya. Yes. Tuwakabidhi wale. Ya, kuna watu unaona huyu anaweza, ako na uwezo, anasikiliza, anashika. Huyo mtu mfundishe kufanya wengine waweze kutambua hiyo siri. Ndio naye mwingine aweze kufanya mwingine aweze kuitambua. Bwana asifiwe. Nikirudia huo mstari kwa Kiswahili, ate basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe hodari. Hivyo ndivyo tu Yesu aliwafundisha mitume wawe hodari. Tunakumbuka mtu mmoja alikuwa anatengeneza ngano, alikuwa anatengeneza ile ngano akiwa amejificha. Na Mungu akatuma mjumbe kwake akamwambia atoke atengenezee ngano nje watu wote wakiona. Bwana asifiwe. Na wakati ule aliambiwa hivyo, alitoka kwa sababu Bwana alisema nataka kukufanya kuwa mkuu katika taifa hili miongoni mwa watu wenu. Naye alikuwa anajiona akiwa mchache, akiwa mdogo. Kumbe katika maficho sirini Mungu alikuwa amemfanya kuwa hodari. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa amemfanya kuwa hodari. Na alikuwa amemfanya kuwa strong. But yeye hakuwa anatambua. Kwa hivyo alikuwa anajificha. Alikuwa yani imani ilikuwa ndani yake, haionekani nje. Neno lililokuwa ndani yake halikuwa linaonekana nje. Mapenzi ya Mungu ndani yake haikuwa inaonekana nje. Akaambiwa hapana. Toka. Bwana asifiwe. Na akaweza kutoka. Na yeye alifanyika kuwa, na alikuwa amezaliwa akiwa mtoto bastard. Wale watoto hawana na baba, I think.
na aliweza kuwa hodari, alipigania watu wao. Watu wao walikuwa wanamuona kama si kitu. Alitafutwa na wengi ndio aweze kuwapigania vita kwa wakati huu. Bwana asifiwe. Wakati wa leo, siku ya leo, nataka uweze kujua kitu moja. Akina Jefida na akina hao wote, huyu kijana ninasahau jina lake, hao wote ujue ya kwamba walikuwa wanajiona kama vile unajiona. Lakini kuna jambo moja mimi ninajua kwangu. Mimi ni hodari kualiko. Na wewe unafaa kuelewa, wewe ni hodari kualiko akina Abraham. Wewe ni hodari kuliko akina Musa. Wewe ni strong kuliko wote wale mnaowaona mkiwasoma katika Old Testament. Why? Sababu wewe umepokea roho wa kiume wa Kristo. Wao hawakutambua Kristo, hawakupokea roho wa Bwana. Sisi tumepewa roho, sisi tumepewa mwana, amekufa akafufuka. Wao hawakutambua mambo yale. Walikuwa wananena juu ya mtu, hawakuwa wanaelewa. Yule nilikuwa ninasahau anaitwa Gideon. Gideon alikuwa anafanyia kazi na uko ndani, lakini wakati alitumaniwa alitoka. Alifanya kazi kama vile Bwana alikuwa anataka. Na wewe unaweza fanya kazi hiyo ya Bwana mara 10, mara 5, mara 30, mara 60, mara 100. Sababu una roho. Wewe uko na roho wa Bwana. Yeye yule anayekuongoza katika mambo yote. Bwana asifiwe. Na ndio neno limekwambia, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Haujaambiwa katika neema iliyokuwa na Abraham, wala Moses, wala Adam. Hapana, wala malaika. Wala Elijah, wala Elisha. Hapana. Hawa hawakutambua siri, lakini wewe umepewa siri ile iliyokuwa imefichwa ndani ya neno lile walikuwa wanasoma kila wakati, lakini hawakulitambua. Wewe umepewa uhodari wa kulitambua. Umepewa revelation. Umepewa revelation. Sasa wewe unayetambua. Katika mstari wa 2 nakwambia, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kama vile ninahubiri Wedani TV, sio watu wengi siwezi ita wakuja wahubiri hapa. Hapana, niko na watumishi wengi sana wanaweza hubiri. Lakini ninataka wewe ulio pale uweze kutambua, uweze kuelewa hii siri ya Kristo. Sitaki machanganyiko ya mambo mengi yale tumechanganyiwa ulimwenguni na hatukutambua, makanisani na hatukutambua neema hata kidogo ya Kristo Yesu. Hatukutambua imani iliyo ndani ya Kristo Yesu kamilifu. Hatukutambua Mungu yule aliye mmoja wa kweli na Kristo yule aliyetuma. Tulijua miungu na tukajua Kristo, lakini sio yule kamili. Tulifundishwa mpaka maombi, lakini haikukamilika ile maombi. Tulikuwa tumeomba maombi ya kujaribu, try and error.
saa yote try and error, kushinda tukirudia mambo rudia, sababu imani iliyo ndani yetu ni duni sana. Haiwezi kufanya tu mara moja. Ni lazima turudie, turayenera. Sababu hatukufundishwa na kuelekeshwa katika neno. Bwana asifiwe. Sasa ndio mnaona ninafundisha hapa Wendani TV nikijua ya kwamba kuna mmoja atakayetokea na moyo wa Kristo, aende akawajulishe wengine, akawaelekeze wengine mapenzi ya Baba yetu katika udani wetu. Neno la mwisho ni hii, Colossians, ya leo ya mwisho, lakini sio ya kesho. Leo Colossians 1, katika kitabu ya Wakolosai 1, Colossians 1:11, strengthened with all might, according to his glorious power, yes, into all patience and long suffering with joyfulness. Hey. Inasemaje Kiswahili? Mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Uwezo wote wapatikana wapi? Uwezo wote wapatikana katika Roho wa Bwana. Hakuna mahali pengine kuna uwezo wote isipokuwa tu ndani ya Kristo. Na tumewezeshwa kuwa na huo uwezo wote kwa kupitia nini? Roho Mtakatifu, yule anayetuongoza usiku na mchana. Uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake. Kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi, kuna kuvumilia, kuna kugoja, kuna kuwa na saburi ya inaitwa patience and long suffering. Kuwa na saburi ya kila namna ya uvumilivu. Bwana asifiwe. Kila namna ya uvumilivu pamoja na furaha. Bwana asifiwe. Mambo haya si vile tunafikiria. Mwathani arogocwo. Haya mambo si vile tunafikiria. Wira wa Colossians 1. Enda uthomera muraini ucio na Gikuyu. Colossians 1:11. 1:11. Iroiga atiri na Gikuyu. Ati Ngai aromwikira hinya uria umaga hinya-ini wake. Ti hinya-ini wa Musa. Sio ile nguvu inatoka katika nguvu za Musa, za Abrahamu, za malaika, za Enoko, za nani? Hapana. Mungu hasemi juu ya hizo. Mungu ananena kusema Ngai amwikire hinya uria umaga hinya-ini wake munene. Hinya-ini wake munene niguo muhotage kumiriria maundu mothe. Tuwe na uvumilivu katika mambo yote. Tuwe na uvumilivu katika mambo yote. Bwana asifiwe. Kutoka wapi? Kutoka katika nguvu zake. Maundu mothe mukirirerie mwina gikeno. Gukirireria kurenda kuga atia? Kuna kitu hapa inaitwa gukirireria. Gukirireria ama kuvumilia ni kitu inaonyesha ya kwamba kuna mahali kuna kateso, kuna mahali kuna kashida, kuna mahali kuna kitu kinataka kuondoa our strength. Kuna kitu kinataka kuondoa our strong, our nini, kuwa strong. Kuna kitu kinataka kututingiza, kutuondoa katika ile
ile kuwa brave, ile kuhubiri kwa uwezo, ile kuamini katika Kristo na kwa uwezo ndani yake. Kuna mambo inakuja, kuna shule watoto wamefukuzwa na hakuna pesa. Kuna nyumba mwenye anataka ilipwe na hakuna pesa. Kuna chakula na hakuna pesa. Hakuna chakula na hakuna pesa. Bwana asifiwe. Kuna vita inatokea kanisani na hakuna mtu wa kuya. Haitabuliki namna gani? Unaambiwa kaa chini, vumilia, kuwa hodari, ukiwa na furaha yote, ukiwa na imani yote ya kwamba Christ atafanya mambo yote na atakamilisha kila kitu katika maisha yako. Yeye ni Bwana na hakuna awezaye kumuondoa katika nafasi yake. Amejaa uwezo na mamlaka na nguvu. Yeye ni anakushindania katika yote. Bwana asifiwe. Na pale katika ile kuvumilia tukiwa na furaha, inakuambia mstari huo mwingine, mugicokagiria Ngai ngatho, Ngai ithe witũ ngatho, tondu niwe watumire mutuike agai akiria agaire andu ake uthamaki-ini wa utheri. Kiingereza inasema at giving thanks unto the Father. Tuwe tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Tunamshukuru usiku na mchana, tunamuinua usiku na mchana, tunambariki usiku na mchana. Yeye Baba aliyetufanya kuwa partakers of the inheritance of the saints in light. Tumefanywa kuwa agai, netotweto agai. Yes, ametufanya. Bwana asifiwe. Na kama nimefanywa, na sio mimi nimejifanya, naogopa nini? Aliyenifanya atadumisha hiyo kunifanya. Karole niatuhonokirie agituruta hinya-ini wa nduma. Ameniokoa na kuniondoa katika nguvu za giza. Ametuokoa na kututoa katika nguvu za giza. Atumenyereire uthamaki-ini wa Mũriũ wake uria endete muno, who had delivered us from the power of darkness. He delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Ametuweka katika ufalme wa mwanae anayempenda. Yes, mimi nimefichwa pale. Hata wakati niko hapa ninajua mimi ni mmoja wa wale wamekuwa partakers of the inheritance. Bwana asifiwe. Of saint in light. Kwa hivyo mimi sina shida. Na wewe hauna shida. Wewe ni hodari. Wewe ni mwenye uwezo. Mambo haya mengine yote unaona tunakibiria, haina msingi. Kile inafanya hao mambo, inakuambia mambo isiyo na msingi wa kesho. Ni leo tu, kesho haimo. Sababu ni kitu inatoweka. Lakini wakati unapokaa katika Kristo na kuwa na uvumilivu ndani yake, na kuambia mtu wa Mungu, kile utakapotoka nacho pale ni kitu wewe hakitaondoka katika umilele. Kwa nini? Kwa sababu Kristo kile ametupa ni umilele ndani yake.
ametupa ukweli ndani yake, ametupa uzima ndani yake, ametupa neema ndani yake, ametuondoa katika kifo ndani yake, ndio kupitia mwili wake. Mimi na Kristo nimefanyika kuwa mmoja. Nimepokea inheritance. Nime-inherit. Bwana asifiwe. Yale yote aliyo nayo imefanyika kuwa yangu, sababu yu ndani yangu. Nilipokea kwake. Bwana asifiwe. Wakati nilipoamini, na wewe hivyo hivyo. Ukiamini siku ya leo, na wewe uliyeamini, nakwambia sisi wote tumewekwa mahali pamoja, katika mkono wa kulia wa Baba, mahali pale Kristo alipo. Hapo ndipo na wewe na mimi tulipo. Mungu wetu ni upendo. Mungu wetu ni upendo na ni uzima na ni utukufu. Nashukuru Bwana, nasema Bwana wetu kazi yake, neno lake liendelee na kutenda kazi ndani yako. Na kwa sababu Mungu atarudi katika kiti ati aanze kazi tena, nasema yale yote aliyoyapeana iweze kunena ndani yako, kukuzidishia neema na kukushidishia ya utukufu na utajiri usio na mwisho katika maisha yako, na aweze kufanya mawazo yako ione sana, ione mbele sana. Mawazo yako ifunguke, moyo wako ufunguke, uweze kuwa na amani yote ile iliyo ndani ya Kristo. Hekima, knowledge and wisdom, understanding siweze kuwa ni nguvu zako katika maisha yako. Nashukuru sana kwa sababu ya uponyaji ametuponya. Tulikuwa wagonjwa, lakini sasa hivi tumeponywa. Tumeponywa. Nukae ukijua ya kwamba nimeponywa. Hata kama mifupa inauma, imeponywa. Hata kama miguu haitaki kutembea, imeponywa. Yes. Hata kama ninaona mambo yangu yote imeharibika, hapana. Ndio sasa inasimama. Itasimama na nguvu, sababu yeye aliye katika kazi yake ya kufanya mambo yote iweze kuwa katika usawa. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na utukufu. Mamlaka yote Bwana imo ndani yako. Na sisi Bwana Jehova Jireh tumegawa huo uhodari, tumegawa hiyo inheritance kutoka kwako Kristo. Asante ni kwa sababu mapenzi yako imetimia kwa wote wale waaminio, katika uwezo wote, nguvu zote, mamlaka yote na mapenzi yako yote. Hoi bashaka batara bagandara babusa. I sondali asete didai Father Jehovah God. Uvumilivu wako umeingia ndani ya mioyo yetu. Twajua ya kwamba hata kama kuna namna gani, hata kama kumabo imeinuka, twajua wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Hata kama tuna watu wagonjwa, twajua ule ugonjwa umekuja ndio nguvu zako na uwezo wako uweze kudhibitika, uonekane vile ufanyavyo kazi katika maisha yetu. Na kushukuru ni kwa sababu yote imewezekana kwa uwezo na nguvu na mamlaka yako. Umaskini unaingililia watu wako waaminio, lakini ninajua unaingililia kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, uwezo na nguvu na mamlaka yale ulio nena juu ya watu wako iweze kuonekana na kudhibitika kwa uwezo wote na kwa neema yote. Asante Mungu wangu, wewe ni mfalme, wewe ni uweza, wewe ni nguvu, wewe ni mamlaka. Kwetu sisi Bwana tumeshinda yote. Umetuamrishia Bwana kusimama na kutenda kulingana na vile upendavyo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuponya na kutushidania na kutuinua na kutubariki na kutufanya kuwa viumbe vipya, na ukatufanya tukaweza kugawa baraka zote zile Bwana zimefichwa ndani yako. Tunainua jina lako
na tunalitukuza kwa wema na kwa fadhili, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, amen, amen. Amani imuongoze, upendo uwe pamoja nanyi, umoja na haki yake.